Shalom, Bwana Yesu atukuzwe sana, mpendwa wa mfuatiliaji wa chaneli hii ya Yosia TV. Ninakusalimu kwa jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sasa siku ya leo nimekuja na somo linaloongelea habari ya kuepukana na tabia kadha wa kadha ambazo zinaua upako wako wa maombi au zinaua upako wako wa kiroho wa maombi. Upako wa maombi unatunzwa. Maombi yanatunzwa kiroho. Yani napoongelea habari ya kutunzwa upako wa maombi, ili ukae katika mfumo wa kimaombi, lazima kuna vitu unatakiwa kuepukana navyo, lazima kuna vitu unatakiwa kuviacha. Sasa tunasema epuka tabia 5 zinazoua maisha yako ya maombi taratibu. Hasa kama vile ambavyo tunasema kama vile ambavyo mwanadamu hawezi akaishi bila hewa, ndivyo hivyo pia mtu wako wa ndani hawezi akaishi bila maombi. Kama una maombi, mtu wako wa ndani hawezi kuwa na afya. Kama una maombi, mtu wako wa ndani hawezi kuwa na nguvu. Kama una maombi, mtu wako wa ndani hawezi kuwa na mamlaka, hawezi kuwa na upako wa kutawala ulimwengu wa roho. Kwa sababu gani? Kwa sababu maombi hayapo. Kwa hiyo vivyo hivyo hasa kuna hizi njia 5 zinazoua watu wengi sana. Sasa hizi tabia 5 tunasema kwamba mtu unakuta kuomba ukiwa na tatizo tu. Mtu unakuta yeye anaombaga akiwa na shida. Hiyo ni moja ya tabia ambayo imekuwa ikiwatesa watu wengi sana. Mtu akiwa na shida ndo anakumbuka kumbe kuna maombi. Mtu akiwa ameumwa, kuna maombi. Mtu akiwa anapitia jaribu la ndoa yake ndio anakumbuka kuna maombi. Ngoja nimuombe mume wangu amebadilika. Ngoja nimuombe mke wangu amebadilika. Sasa ni hatari sana pale ambapo mtu unakuwa unajihusisha na masuala tunasema ya maombi ukiwa na shida. Hii ni tabia ambayo inaua upako wa maombi. Usiwe mtu wa maombi ya mazoea. Usiwe mtu wa maombi kipindi cha shida. Inakuwa ni hatari sana. Kwa mujibu wa kile kitabu cha Luka 18 na mstari wake wa kwanza, maandiko matakatifu yanasema kwamba akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala msikate tamaa. Maanake hapo Mungu hajasema kwamba tuombe wakati wa shida, tuombe wakati wa jaribu. Tena unapokuwa unapitia shida manake ndio uongeze zaidi, sio kama ndio uanze kuomba. Unapopitia changamoto au jaribu la kifamilia, jaribu la kiuchumi, jaribu la kiroho, yani huo muda ndio uongeze, sio kama ndio uanze kuomba. No, ongeza zaidi. Yesu alikuwa ni muombaji muda wote, masaa yote Kristo. Lakini ulipofika muda wa jaribu, maandiko anasema ule muda alipokuwa anakaribia sasa kusulubiwa, maandiko anasema alipopanda mlimani aliomba kiasi kwamba mpaka majasho yake akageuka kuwa matone ya damu. Manake aliomba kwa uwezo wa namna gani? Manake alikuwa na nguvu ya kuomba zaidi na zaidi, kiroho na kimwili pia. Kwa hiyo ili uweze kuzishinda tabia zinazoua upako wa maombi, tunasema kwamba uwe muombaji masaa yote. Usiombe tu muda wa jaribu, usiombe tu muda wa uhitaji wa jambo fulani. Yani mtu mwingine akiwa tunasema akiwa anahitaji fedha, anahitaji kazi, ndio anaanza kuomba, Mungu nijalie, Mungu nibariki nipate kazi, Mungu nibariki hivi na vile. Sasa ukitaka kushinda hiyo changamoto, muombaji masaa yote. Mungu anasema tuwe watu tunaomba masaa yote, sio tunaomba masaa leo tu afu atuombi tena. No, tuwe uombaji wetu uendelevu. Kwa hiyo hii ni changamoto ambayo imekuwa ikiwakumba watu wengi sana. Yani yeye anaomba muda wa shida, muda wa jaribu, lakini changamoto nyingine tunasema kwamba mtu unakuta anaomba huku anachezea simu, anachati. Kwa hiyo ni changamoto ambayo inaua upako wa maombi. Pale muombaji ukiwa unaomba ukiwa na chati au unapeluzi, yani unapeluzi alafu huku unaendelea kuomba, navunja huku na chat, unaingia Facebook, navunja unaingia Telegram, navunja unaingia Twitter, navunja unaingia YouTube, navunja unaingia TikTok. Sasa hayo sio maombi, unanajisi maombi, unachafua maombi. Maombi yana utaratibu. Maombi ni mawasiliano baina ya mwanadamu na Mungu. Sasa fikiria namna ya kumfikia Mungu kwa njia ya maombi, ni kwa staili hiyo, una chat kidogo, una peluzi kidogo. Kwa hiyo hii pia ni moja ya njia ambayo imekuwa ikiwaua watu wengi sana kiroho. Imekuwa ikifisha ile nguvu ya upako wa maombi. Imekuwa ikificha
ule upako wa kiroho wa maombi. Kwa hiyo ili uweze kuepukana na hiyo adha, hakikisha unaomba kwa nidhamu mbele za Mungu. Usiombe kwa mazoea huku na peluzi. Usiombe kwa mazoea huku na chati. Usiombe kwa mazoea huku unaingia mitandaoni au kwenye mitandao ya kijamii. Inakopo ni dharau mbele za Mungu. Na uwezi ukapata vitu kutoka kwa Mungu. Lakini tunasema kwamba jambo lingine ambalo watu wengi limekuwa likiwateta, tunasema kwamba kukosa muendelezo wa maombi. Yaani mtu anakopo ni muombaji leo, akienda kanisani anaomba, anashukiwa na upako, anaomba kweli kweli, kisha fika nyumbani hana muendelezo. Hana muendelezo kabisa. Sasa ukikosa muendelezo wa maombi ni hatari. Na hii imekuwa ni changamoto kwa watu wengi sana. Yaani mtu anaomba pale anapojisikia. Ataomba leo, atakaa siku 3-4 ndio ataomba tena. Atakaa wiki nzima ndio ataomba tena. Atakaa mwezi ndio ataomba tena. Sasa hiyo ni hatari. Ni hatari sana. Muhimu sana katika maombi yako ujifunze kuwa na muendelezo. Jizoeshe muendelezo wa maombi. Omba kwa muendelezo, usiombe tu kwa mazoea. Usiombe tu kwamba hapana. Yaani bora ukajijengea mfumo wa kuomba kwa siku 1.5 kuliko ukaomba leo masaa 10 alafu usiombe kesho na kesho kutwa, ukakaa wiki, mwezi hauombi. Sasa inakuwa haina maana. Bora ukajizoesha kuomba 1 kwa siku, lakini iwe ni kila siku, iwe ni mwaka mzima, iwe ni miaka yote. Lakini isiwe leo ndo unashukiwa unaomba, unavunja, unabomoa masaa 7, 8, 9 alafu hicho kitu akiendelei. Sasa hiyo inakuwa haina maana. Hiyo inakuwa haina nguvu. Hiyo inakuwa haimtishi shetani, inakuwa haimuogopi shetani. Unaelewa? Kwa ni muhimu sana ukatambua hilo na Mungu aweze kukusaidia. Lakini jambo lingine tunasema kwamba kupuuzia neno la Mungu. Huwezi kuwa na muendelezo wa maombi ukiwa hauna neno. Neno ni la muhimu sana. Pale ambapo ukitaka kuwa na muendelezo wa kiroho wa maombi, jifunze kuwa mtu wa kusoma neno. Neno la Mungu linakupa lishe za rohoni. Neno la Mungu ni sauti ya Mungu. Neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Neno la Mungu tunasema kwamba ni kitazamio chetu. Yaani neno la Mungu ni kama kioo. Kama vile kioo unapokuwa unajiangalia kwenye uso, hapa kumbe nina kipele. Hapa kumbe nimechafuka, unajipukuta. Hapa kumbe kuna haka kajipu kametokea hapa. Sasa neno la Mungu ni kioo chetu cha kujiangalizia. Tunajiangalizia tukiwa kama tuna dhambi. Ukiwa na dhambi, ukiliangalia neno litakwambia umefanya dhambi. Kama ni majira yako ya kubarikiwa, ukiliangalia neno ukisoma linakwambia ni majira yako ya kubarikiwa. Kama kuna jaribu unapitia, Mungu atakutia moyo kupitia neno, atakwambia unaweza na utavuka. Kwa neno la Mungu linamfariji mtu. Neno la Mungu linamkanya mtu. Neno la Mungu linamuonya mtu. Neno la Mungu linampa mtu dira na mwongozo wa maombi. Ukitaka uwe na maombi yenye shabaha, hakikisha unasoma neno. Ukitaka uwe na maombi yenye target ya kumfikia adui yako mahali popote alipo, hakikisha ndani yako unakuwa umelijaza neno la Mungu. Unapokuwa unalijaza neno la Mungu ndani yako, manake unakuwa na upako mzito wa kuangusha zile ngome za kichawi. Unakuwa na upako mzito wa kuangusha zile ngome za mizimu. Unakuwa na upako mzito wa kuangusha zile ngome za mashetani. Lakini tunasema jambo lingine, epuka mazoea ya maombi. Epuka mazoea ya maombi. Kuomba kimwili. Tunapoongelea habari ya mazoea ya maombi, mtu mwingine yani anaombaga tu kimwili, aombi kiroho. Anaomba kimwili kabisa, hayupo kabisa kiroho. Wenzake wanaomba, wanapasua, wanabomoa, wanavunja, wanapeleka mahitaji yao mbele za Mungu, wanalia na kuomboleza. Yeye huo muda anaomba kimwili tu. Bwana. Wenzake wanagalagala kanisani, wanalia, wanaomba. Yeye kidogo simu ikipiga vibration alafu anaingia kanisani, amute kabisa au azime, anaweka tu vibration, inamtekenya kwenye paja. Ikishalia tu anatoka. Anaenda nje huko kuongea na watu wa vibarua. Au anaenda nje huko kuongea na mpenzi wake au na mke wake. Au ndio kuna mwingine akiwa anaomba ya azimi kabisa simu akiwa anaomba nyumbani kwake. Anaomba, anavunja, anabomoa kwa jina la Yesu na nini. Message ikiingia tu anaenda anafungua huko, anaendelea kuomba. Anajibu. Anakaa kidogo anaomba. Simu ikiita anaenda kupokea. Halo. Vipi habari za kazi hivi na hivi. Sasa inakuwepo ni utani wa maombi. Unakuwa unachezea maombi. Maombi hayachezewi.
Maombi ni mawasiliano kati yako wewe na Mungu. Maombi ndio njia aliyoweka Mungu ya kuongea naye, ya kumfikia, ya kupeleka mahitaji yako. Kwa nini usiheshimu? Kwa nini usiheshimu hiyo njia inayokupeleka kwa Mungu? Kwa nini usiheshimu hiyo njia inayokuweka karibu na Mungu? Kwa hiyo ni muhimu sana pale ambapo ukaacha ile roho ya kuwa na mazoea ya maombi, kuzoelea maombi, kuomba kimwili ni hatari. Kuomba kimazoea ni hatari. Jifunze kunyenyekea mbele za Mungu katika kuomba. Usiombe kimazoea, hapo ndipo Mungu ambapo atakubariki zaidi. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Niliyekuwa ninaongea nawe ni Kuhani Samuel Yosia. Jambo la kuzingatia, usisahau kusubscribe channel yetu hii kuwa kwanza kupata mafundisho yote yanayotoka katika channel hii. Na kutakia wakati mwema. Shalom shalom. Maranatha. Asante sana. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.